Na Mungu nasikiza Baraka16 ya Baraka1 TV. Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, 7 majira Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga na nikukaribisha kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Central pamoja na East Africa, Europe na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Kashosi kutoka Australia, da Feza, da Letesha, da Asha, da Arwen na Kisi Kandeka, Simwe Baguma Samuel. Ndugu jamaa na marafiki wote ambao mko mnatusikiliza matangazo yetu, na tuitoe big up sana kwa Shidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabi Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine. Najua wote hawa kuna tusikiliza vizuri sana. Tutazungumzia kuhusiana na $50,000 yenye Komandari Jo alitoa kwa wazalendo. Maana ya ile franga $50,000. Na pia tutazungumzia shite esheke ya Rubaya. Qu'est-ce qui était la base ya esheke ya Rubaya? Kwa nini wazalendo walishindwa kupenetrate Rubaya? Wako deja Kanyeru. Kanyeru ni tout proche ya Rubaya. Huko Mukanyeru ni premier position yenye ilikuwa très strategique ya Rubaya. Lakini tunapoteza Kanyeru, tunapoteza Kinigi, tunapoteza na sehemu gani hapa, ngoja ni kuonyesha sehemu ambazo tumezipoteza. Na Rusenye yote ni baada ya kuweza kukosa ku maintain position zetu vizuri. Shida haswa hapa iko ni nini? Huko Rubaya pia wananchi wa maeneo ya Malemo tarafani Masisi wameanza kurejea majumbani kwao baada ya mapigano makali ambayo yalifanyika takriban tarehe 26 kwa siku nzima wakiwa wako porini. So tukutane wote kwa pamoja na tuendelee kuzungumzia hali halisi ambayo iko kwenye uwanja wa mapigano. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua unapokuwa unatembelea matangazo yetu, kikubwa ni kuhakikisha kwamba una subscribe, na unapokuwa una subscribe una make sure kwamba unagusa ile kengele. Unaona, unagusa ile kengele. Ukigusa ile kengele ndio itakufanya uweze kuwa unapata matangazo yetu kila wakati na hautayakosa kabisa. Yote ni kutokana na uwepo wako kuendelea kusikiliza Baraka1 TV. Aya, taarifa muhimu kutoka Rubaya, taarifa muhimu kutoka Kibanda Mangobo, taarifa muhimu kutoka Chulwe, taarifa muhimu kutoka Lubimbe. Zote ni kupitia hapa Baraka1 TV. Licha ya jana mchana, tuanze Rubaya ama tuanze Komandari Jo, tuanze Rubaya. Licha ya jana mchana wazalendo na FRDC kufikia hatua muhimu ya kuingia mpaka maeneo ya pembezoni kabisa mwa Rubaya, Rusanyu, position ya kwanza ya M23 yenye iko très strategique, ambayo wakipenetrate moja kwa moja wanajikuta wako Murubaya. Kufika pale haikuwa kazi rahisi, ilikuwa ni kazi kubwa, na ambayo kwa jeshi lenye kuwa na determination na lenye kuwa na mipango yenye kuwa thabiti wasingeshindwa kuleta apui yenye iko ya maana kwa ajili ya wazalendo waweze kusonga mbele. Sasa kumetokea tafran, na hii tafran imepelekea mpaka wazalendo
nazungumzia hiyo jana mchana hiyo, kuingia mpaka jioni, wazalendo kushindwa kuingia ndani ya Rubaya, kwa sababu ingefika mpaka jioni ya jana tungepata apui kubwa na muhimu kama jana FRDC wazalendo wako naimbia muziki ndani ya Rubaya. Lakini Kasenyi, Runigi, Kanyaru ambazo zilikuwa ni milango, ngome za awali za kuingia Murubaya, tulizipoteza hiyo jana, sababu baada ya mapigano yenye yalikuwa yashafanyika, wazalendo washasogea kabisa mpaka kufika Kanyaru ambayo ni mlango wa kwanza huko pale. Unaona Rubaya hile kwa mbali kama jinsi unavyotizama, unaona au Kasiteka juu ni Kanyaru, na ukiangalia jinsi unapata maelekezo kwa ndugu yetu ambaye ametutumia hii kazi kutoka Rubaya, unaona kwamba Rubaya hile kwenye antena pale. Kwa hiyo sio mbali sana, unaona sio mbali, ni sasawa na kwa wale wenye wanajua Fizi. Kama unajua Fizi, ukishapandisha kale kampando hivi unaanzaona antena za Fizi. Kama uko Morensenke unaona antena za Fizi zile, unaona Fizi ile pale, antena zile pale ndio gisi huko unaona Rubaya ile pale, inakuwa sio mbali. Lakini esheki yenye ilitokea ilikuwa ni ya kutufanya tuweze kukata tamaa, na hivyo tukarudi nyuma. Lakini kurudi nyuma haimaanishi kwamba tumerudi nyuma kwamba tumepoteza maeneo muhimu sana, hapana. Taarifa kutoka Rubaya za tarehe 26 za mwezi wa 5 2026 zinasema licha ya tension yenye ilitokea kando kando mwa Rubaya, wakati RDF na M23 wakiongeza nguvu zao kwa ajili ya kujaribu kuzuia avance ya wazalendo, barebel ya M23 huku wakiwa na RDF ya Rwanda, kulingana na vyanzo kamili kutoka pale, wazalendo wanapatikana kwenye kilomita chache sana na mji wa Rubaya. Licha ya kurudishwa nyuma jana jioni, sisi tuliingia Rusanyu asubuhi mchana vile, kufika jioni wakatumia drone za kamikazi na nini, wakaturudisha nyuma. Licha ya kurudi nyuma, lakini bado wazalendo baadaye tena walikuja upya na kuzunguruka tena Rubaya kama jinsi ilivyokuwa hapo awali. Licha ya hali yenye uko naisikia ambayo ilitokea, RDF waliongeza vifaa, walitumia drone, walitumia silaha nzito, walitumia namna yote, mpaka ni administrateur wa Masisi wa M23 ule Mnyarwanda anafika Murubaya, iko na zungumza Murubaya huko akiwatia moyo wanajeshi wao kusema kwamba access zetu ziko vizuri, tuna maintenir situation na FRDC wazalendo hawezi kuingia Rubaya kwa sababu tuko na defense nzito sana, na hivyo tumeweza kuweka manje zote hapa juu ya kuprotege Rubaya. Ni selo administrateur wa M23 mwenye alikuwa anazungumza hivyo wakati alikuwa yuko ndani ya kitongoji cha Rubaya. So mapigano hayo ambayo yalifanyika kwa siku takriban 2 mfululizo zimepelekea wakaaji wa Malemo kuishi porini kwa zaidi ya masaa 24, huku hali ya maisha yakiwa ni magumu, wakihitaji kuweza kurejea majumbani kwao. Kijiji cha Malemo ambacho kiko tarafani Masisi, wananchi baada ya kukaa porini wameanza kurejea majumbani kwao kwa ajili ya kuendeleza maisha. Basi wanaona kwamba hakuna mwae, watafanya vipi? Inabidi waanze kurudia majumbani kwao kwa ajili ya kuendeleza maisha mengine. Katika hali hiyo hiyo, Muvile ya Goma mambo ni tafrani.
mambo ni tete. Goma kila kitu kimeharibika. Wakaaji wa Goma wanalalamika situation iko mgoma. M23 inakuwa inafika Goma mu mabiro zabo, wanafika tu dakika chache 2-3 wanatoka wanasepa. Wanafika dakika 2-3 wanatoka wanasepa. Hizi taarifa tutazizungumza kwenye majira ya saa 9 kwa sababu tuko na ndugu yetu ambaye yuko Goma na ametutumia ujumbe mzuri ambao tutakwenda kusikiliza majira ya saa 9. Na hapo ndo kuna jambo muhimu ambalo pia tutalizungumzia saa 9 kulingana na hali yenye iko inapitikana Goma pamoja na Bukavu na Kamanyola. Kusubiria kwa watu ambao wako wanasubiria avance ya wazalendo ku Nord Kivu na pia kukimbia kwa magaidi wa M23 na pia Sud Kivu kwa upande wa Shabunda vile vile avance vile baada ya kuchukua maeneo ya Shulwe, maeneo ya Lubimbe, maeneo ya Kibanda Mangobo, huku mbio zikiwa ni kuenda Burale pamoja na Mulamba kwa ajili ya kuweza kuwatoa magaidi wa M23. So wazalendo wako na force kubwa sana kuma axe zote za front. Sasa nini kenye kilitukwamisha kuingia Rubaya jana? Jana tatizo letu ni hili moja la FRDC. Komandema. So sometimes tuko tunajiuliza kwamba eske hii vita iko angaje tupigane ama tuko tunafanya self defense. Ina maana kwamba kupiga ile ya reja. Ukiangalia munition na armement yenye FRDC iko nayo iko incomparable na rebel. Rebele ana munition zenye armée nationale iko nazo hana. Lakini kwa nini rebele anakuwa iko natumia drone za kamikaze kushambulia vikosi vya FRDC na wazalendo? Kisha sisi tu tunapiga tu na kasible kamoja ka hotel na kamezo kamoja kama munition ka Rumangabo pwe bari. Drone zetu zikipiga sisi utasikia drone ilipiga Rumangabo, ilipiga Rubaya, lakini si kuna zile ma infrastructure militaire ziko Rumangabo za muhimu ziko Rubaya, eske azijulikani? Nini kinashindikana kwa serikali kutuma drone kama ni 5 kamikaze 5 zipande Murubaya zianze kushambulia ma infrastructure ambazo ni za M23? Sisemi kushambulia raia, nasema base militaire za M23. Inajulikana ki Rubaya fasi fulani kwa base militaire. Eske unataka kuniambia kwamba FRDC haina wapelelezi Murubaya? Si wapo. FRDC iko na baspio Murubaya, iko na baspio Goma, Bukavu, fasi zote na mukabine ya Corneille Nangaa muko baspio ba serikali na ba wazalendo. Wako ndani. Wako natoa taarifa zinakuja. Unaona? Hii yote kwa nini serikali haiko inatumia zile information? Unaona Bahati Musanga Erasto kama balimurate Rubaya. Iko nini? Alipata fuite ya information ki tutabombarde pale, akatoka mwilo tena. Na yeye na watu wake wengi wakatoka. Unaona? Info ya Bahati Musanga kuwa bombarde pale ilikuwa yendo alikuwa target pale Rubaya. Lakini alipewa information ki tutabombarde pale. Akaishape. Sasa wenye wako wanarusha drone, wenye wako wanarusha ndege za kivita, sijui sible zao ojiste biko na sible vitu vya aina gani? Wanaacha watu wenye wanena sible, meonenda piga tu mpori, wanapiga wanatupa na ni mabombe ovyo mpori kwenye hakuna enemy. Mwisho siku nasikia bombardement mais resultat zero resultat. Mais ona bombardement za M23. M23 ikipandisha drone sible yake iko napiga. Si tuliona hapa Kaziba gisi bali tufanya Kaziba. Tuliona Kaziba, Kamanyola tuliona, Katogota tuliona, mpaka Sange hapa Kabunambo tuliona drone za M23 gisi ziko zinakifanya. Tulikuwa tuko na kulinyi the floor. Tuliona. So inabidi shene yetu ya komandema kuhusiana na urushaji wa drone za kivita iweze kurekebishwa. Ndio maana itabidi vijana wengi wajitoe wasome masomo za kuendesha drone za kivita. Ifo kufanya info militaire kwa sababu ile itasaidia vijana wetu wa patrioti kuingia na kufanya kazi ambayo itasaidia taifa. Hivi benye biko nafanya ni mamanyanga. Kama Rubaya tushikamata zamani.
Tuko tunalalamika kila siku kwamba tunahitaji appui aérien ikue. Appui aérien ikue haiji. Tunahitaji artillerie, tunahitaji arme lourde ili kuweza kushambulia Rubaya. Haziko zinakuja. Mzalendo yuko na pigana tena, mzalendo ndio iko front line. Mzalendo ndio iko mbele anapigana mbele, Mutayomba iko pale. No. Colonel Malalezi biko pale. Wanapigana tena front line. Wetu wako nyuma. Sasa tupe sasa maarme d'appui shida. Mpaka ona gisi kitokea jana magharibi. Jana magharibi ilikuwa ni hatari kwetu. Of course, ilikuwa ni hatari kwetu, lakini Mungu amesaidia. Bado tuna maintain position na bado tunaendelea kumjengua adui, na kwa uwezo wa mababu, kwa sababu nchi ni yetu, tumevamiwa, tutakwenda kufanya vizuri ili kuweza kurejesha tena uwezo wa nchi na wananchi waishi kwa amani pamoja na mshikamano. Unaona kitu ambacho M23 wako wanajisahau. Wanasahau kwamba hawana soutien ya peuple. Population haihitaji uwepo wa M23. Population haipendi M23. Mewako wanalazimisha tu kuendelea kuforce kuishi na wananchi, tandisiki wananchi wao hawana imani nao. Nafikiri mpaka sasa hivi Rubaya centre iko mu mikono ya M23. Rubaya kando wazalendo wamekwisha kuwa karibu na wanasogelea kuingia Rubaya mpaka hii mida hii ambayo niko naongea na wewe hapo. Unajua vita inaendaga inabadilika. Menfo anasemaga hivi. Vita inashanjaka. Selogisi vita iko inashanje na mipango pia iko inashanje. Saa hizi unaona kuwa uko Kamanyola. Unasikia dans 2 heures elashililia pale mu 2 heures. Unaona? 2 heures tu vrai elash. Inakutoa Kamanyola unajikuta deja uko Bukavu. Dans 2 heures. Unaona? Yote mu vita inategemea na inatokeaga. Kwa hiyo usisikie jana asubuhi tulikuwa tuko magharibi atupo. Tulikuwa tuko Kanigi, tunakuwa Rubaya. Tulikuwa Rubaya asubuhi, mchana tunarudia tena Kanigi, ama tuko Rusanyu. Yote hiyo inatokea katika masuala ya mapigano, lakini kwa position kamili mpaka sasa hivi ni kwamba Rubaya Centre iko mikono ya M23 na wazalendo wanakaribia Rubaya Centre. Hizo ndio taarifa nyeti kutoka kwenye uwanja wa mapigano kwa leo hii mida hii ya saa 6 kupitia kipindi cha Baraka 16. Kipindi hichi pia kuna kisikiliza kupitia Mutula FM ambayo iko maeneo ya Shabunda, na ni muhimu sana kama utaendelea pia kwa wakaji wetu wa Shabunda, sababu pia tunasikika na watu wengi sana. Shabunda pia mnaweza kuwa mnafuatilia Mutula FM, itakuwa ni jambo la heri sana. Mimi ni ndugu yenu kama mnavyojua, Rajabu Akili Kabonga. Hili swala la Komanda Region nina kila sababu ya kutaka kuweka clear hapa swala la Komanda Region. Kabla swala la Komanda Region niseme tu kwamba kwa upande wa huko mu RN5 RND Shabunda, njia ambayo ilikuwa chini ya mikono mwa magaidi wa M23 Kibanda Mangobo imekamatwa na wazalendo Lubimbe pamoja na Shulwe na maeneo mengine, huku njia ikiwa ni kuelekea Mulamba pamoja na Burale ili kuweza kufika Nzibira kwa ajili ya kuwatoa magaidi wa M23. Tuna kila sababu ya kuingia Nzibira kwa sababu Nzibira sasa hivi vitendo vya ubakaji, wizi, unyanyasaji wa M23 unatesa sana raia. So ni lazima jeshi la wakombozi ambalo ni wazalendo waweze kuingia Nzibira kwa ajili ya kwenda kuokoa raia ambao wako wanateseka kule. Kweli mateso yanazidi kipimo cha hali ya juu, na mpaka sasa hivi kisi niko naongea na wewe hapa, wananchi wa Nzibira wanalalamika kila kukicha, wanahitaji usaidizi wa wazalendo pamoja na vikosi vya FARDC viende kuwasaidia, kwa sababu wamechoka na vitendo vya kubakwa, vitendo vya kuibiwa. Nzibira sasa hivi hawezi kuwa kuna Android yako utembee nayo librema. Nzibira sasa hivi hawezi fanya kitu chako ukiwa uko huru. Kile ambacho uko unafanya chini ya influence ya M23. Unaweza kuwa interpele muda wote, usihoji, usiulize, usikatae kile ambacho unaambiwa na M23. Donc wanawatia watu mkoloni wa hali ya juu. Kwa hiyo Sud Kivu nako pia moto
unaendelea kuwashwa na wazalendo wanazidi kusonga mbele. Haya, huyo ni Komanda Region. Komanda Region Bwana Kashindi Dunia ametoa $50,000, dola 50,000. Sasa hizi pesa watu wanauliza, hizi pesa ni za nini? Eske hizi ndo zile pesa zenye alisema wazalendo twende Runingu niwapatie pesa zenu? Jibu ambalo mimi na kile ambacho mimi nachokijua, pesa zenye yeye alisema twende Runingu niwapatie pesa zenu hawezi kuzitolea mubiro yake kuzone Uvira. Ile pesa ingefanyika itolewe wapi? Runingu. Kwanza ona irregularite ambazo zimefanyika humu ndani. Muko irregularite za hali ya juu. Namaanisha upotoshwaji. Unaona? Kuna upotoshwaji wa hali ya juu katika hili swala la Komanda Region. Representant mwenye alichukua zile franga za wazalendo ni nani? Mnamuona? Mnamjua? Sio sura maarufu sana kwamba inaweza kurepresente wazalendo. Ndio maana mjue kwamba reconnaissance kwa wazalendo ni kitu kimoja kenye hakieleweki. Sawa? Hakieleweki. Siku naelewa ba autorite tu biko namna gani. Mui niveau ya Uvira hapa, representant wa bazalendo ni nani? Eske alishindwa kureunir ba seigneur de guerre? Bwana Ngoma Nzito njoo, Bwana James Fekadu General njoo, Bwana nani njoo. Ba seigneur de guerre kama biko combien? Na maanisha bali benye banongoza mainite. Sawa? Tuko na vikundi vitatu. Tuko na kundi ya unité spéciale ambayo inaongozwa na Ngoma Nzito. Tuko na coordination provinciale ya rade inaongozwa na Alexis Mwamba Dunia. Tuko na unité ya wazalendo mu province yenye inaongozwa na Mzee William Amuri ya Kutumba. Na tuko na unité nyingine gani hapa? Ziko ine. Mwa hizi unité ine, angeita ba komanda ya hizi unité ine. Pale kungekuwa Mzee William Amuri ya Kutumba. Pale kungekuwa Alexis Mwamba Dunia angekuwa pale. Pale kungekuwa Ngoma Nzito, na hii nyingine ya ine ya Kamama, voilà, ya Kamama nayo ingekuwa pale. Hawa viongozi wanne wa wazalendo wa vikosi vinne vya wazalendo ndio wangepewa ile dola 50,000. Kwamba jamani, dola 50,000 ambazo zimeachwa na waziri wa mambo ya waziri wa ulinzi, hizi hapa, nendeni mgawane. Lakini hii haiko pesa ile yenye alisema kule, aseme Komanda Region anasema niko na franga zenye zilitoka Kishasa nije niwagawie, tuba identify tuwapatie. Haiko hizi. Ili swala tutalikazia saa 9 nikiwa niko na Rafael Roger. Lakini kwa sasa hivi kwanza nikadondoo tu, nakupa dondoo kidogo ili uelewe kwamba hizi pesa haziko zile pesa za president zenye James alisema ki president alisema alituma franga. Na hizo franga ndo tunaambia tunde Runingu batu identify juu batupatie nazo. Haiko hizi. Kwa hiyo tukutanane majira ya saa 9 ambako tutajadili hili swala kiundani zaidi. Mimi ni ndugu yako. Alinipatia niwapatie baba. D'abord nilikuwa nishamproposer hapa nje, nilipanda kuyu kenitoshe 30 nilipatie moi 20 tupeleke bakula sana. Non, genre wapatie yote 50 bo bale taangalia dossier nyingine takutumia wako. Parce que je dois aller encore kumwona leo magari. Avant apande avion. Imakuta msisalike batu walikuwa ku point 0. Msisalike batu walikuwa ku plein de la Ruzizi. Plein de la Ruzizi kuna mtu. Nani Runingu. Msisalike batu walikuwa Katobo. Alors je vais donner une seule personne qui est le responsable.